hiki ndio chombo cha utekelezaji cha kuona pale na hivyo kama ndio bunge au ndio baraza la wawakilishi. Lakini hili liko kwa jamii zaidi. Kwa hiyo hili liko kwenye uhalisia zaidi. Bunge liko, lakini bunge anaweza kusema bwana, mimi kwa niaba ya watu wa jimbo la Micheweni, lakini wengine hawajui nani analalamika na mkabili. Na mwakilishi anawezekana akasema hivyo. Lakini nyinyi hapa ndio ambao sisi ambao tuko huko kwenye jamii. Kwa hiyo yale tunayopanga kwa uhalisia. Tunayopanga kwa uhalisia kwa sababu tunayaona. Sasa kwenye hadithi za kitaalamu huko kuna kitu wenyewe wanakiita check and balance. Check and balance. Halmashauri tumempa mamlaka, yeye anasimamia. Sisi huku ni wote tunaangalia kinafanyika. Kwa hiyo kikao hiki ni sehemu sasa kuangalia kile tulichokipanga mwaka jana. Tulisema hapa tutatumia kiasi hiki kwenye kota hii. Kiko sahihi? Kwa maana tunakuwa majibu hapa. Kipo lakini kiliongezeka au kilipungua. Kama kiliongezeka kwa sababu hii, kama kilipungua kwa sababu hii. Na hii kwangu mimi ni moja kati ya indicators za wanasema good planning. Kiwa good planners kwenye budget tunapitia huko, makadirio yalikuwa ni 259. Au sio? Tulikadiria 259. Lakini tumeweza kukusanya 257. Tungekadiria 259, tukaja tukakusanya 310. Ningesema hiyo ni kwa plani. Kwa mujibu wa plani, kusema plani hiyo ndio maana naonekana huku kadiria vizuri. Umevuka lengo sana. Maana ukadiria 259 lakini umekwenda 300 na umekusanya nyingi, lakini kwenye plani ngumu. Na ungekusanya kidogo sana tukaja 150. Na huko ndio pia ungekuwa na kuwa nani. Kwa hiyo ngomumie huo muda mdogo haraka na nisema tunakwenda vizuri kwa sababu kwenye 259 tumekuja mpaka 257. Inaonekana angalau ni gap sio. Kwa hivyo tuhongeni sana kwa kuwa na plani nzuri. Sasa huku sisi ndio wachapuzaji wa mambo kama nilivyosema. Changamoto nyingi zinaendelea, tusema tunafanya hiki na vyote vinakwenda kwenye mtizamo wa jamii. Ukijenga kituo cha daladala kwa unakusudia kwa ajili ya jamii. Ukitengeneza culvert unakusudia jamii. Kwa hivyo mbali na kwamba mapato yetu machache, lakini pia tunakwenda vizuri. Lakini pia tumeweza kukusanya kwa ajili ya makundi maalum. Kuna 23 nimeona baada 23 na hizi zinakwenda kwenye makundi mengine kama ambavyo tunatakiwa. Kwa hivyo kwa tathmini ya jumla mimi nasema tunakwenda vizuri, tuendelee, lakini pia tuendelee kuviibua vyanzo vipya vya mapato ambavyo tuliwahi kuzungumza kidogo. Kama kuna vyanzo vipya vya mapato hatujaviainisha na ambao wengine kusema matofali au sio? Gereji hizo zipo na maeneo mengine tuzifanyie kazi. Sasa moja kwa moja kwenye yale masuala kwenye huduma. Na mheshimiwa hapa aliuliza kwamba kuna huduma hazipo hapa. Kweli. Lakini wenzetu hawa wawekezaji kwenye huduma, mabenki kwa mfano, wanaangalia wapi benki itafanya kazi. Wapi benki wakipeleka itafanya kazi. Kwa sababu ukileta benki, haiji benki tu. Unapaswa ulete na wafanyakazi, ulete na vifaa na vitu vingine, maana ukodi jengo kama lipo au kama huna jengo ukodi hadi ujenge mwenyewe. Kwa hiyo vyote ni vitu ambavyo wanaviangalia. Na ndio maana kwa haraka sasa wenzetu kibizego wakaamua kuleta ATM, angalau basi ATM. Na kwa sababu siku hizi mfumo wa fedha umefunguka, wameleta pia na mawakala. Ingawa inawezekana wakala hatoshi kwenye huduma zote za kibenki. Ndio kama wanavyosema, unataka mkopo wakala kukutengenezea basi mpaka uende kwenye benki. Lakini ni watie moyo kwamba wapo wenzetu washaonesha hivi. Wenzetu wa NMB wapo katika mchakato wa kutaka kutafuta maeneo kwa ajili ya kuwahi wao. Na kinachowasukuma hivyo ni kitu gani? Kadri sehemu inapokuwa kwa miundombinu. Huu kuwaje miundombinu, bandari hii, barabara hizo, maeneo ya uwekezaji. Haya yote kama niliwahi kusema, nasema naitegemea Micheweni kama Micheweni ipige hatua kubwa, basi lengo ni kifu. Napofunguka hizi
mabenki atakuja, wawekezaji wengine watakuja. Mimi ofisini kwangu washakuja ZSSF, wanataka eneo walimu ZSSF. Kwa hivyo wakija hao washakuja shirika la posta Tanzania kutoka Dar es Salaam, anakuja nao wanataka waekeze, kwa sababu wanajua kutakuwa na bandari na wao kazi yao kusafirisha vifurushi, na taasisi nyingine na nyingine na nyingine. Kwa hivyo zitakapokuja hizo na mambo mengine yatakuja. Tunapokuwa kwa miundombinu na huduma nyingine nyingi zitatolewa. Kwa hivyo tuendelee sisi kupanga ya kwetu, lakini nyingine tukiona tuna uwezo nazo kama halmashauri tuzichukue, maana ni fursa. Tuzichukue kama ni fursa, zinakuja hizo. Dunia sasa tunapokwenda sisi, mambo mengi yanakuwa outsource serikali. Kwa mfano, hatujajua bandari inakujaje, lakini tunategemea bandari itakuja na mizigo mikubwa. Leo itakuwa ajabu kidogo kama bandari itakuja na mizigo mikubwa, lakini hatuna taasisi inayosaidia kusafirisha mizigo mikubwa kupeleka maeneo mengine. Kwa nini tusichukue sisi kama sehemu yetu kidogo tu, kama sheria zinaruhusu? Vipi tunaweza kuasisi kabla kwamba itakapokuja hapa, nimekuja mimi na tani zangu 20-30 za saruji, basi iko taasisi kama inafanya clearing and forwarding, inatusaidia kuondosha mizigo hapa inapeleka maeneo mengine kwa malipo, inasaidia. Yaani vitu vya kuanza kujipanga sisi wenyewe. Na ndio wenzetu kule bara, mambo mengi ya watu wanakwenda katika njia hiyo. Unakuta taasisi na kwenda, lakini zina mikono kujifungua kwa mujibu wa kanuni na sheria ambazo zinazisimamia. Pamoja na kuwa ofisi imeweza kupanga na kuangalia mustakabali mwema wa taifa letu na wilaya yetu, lakini na sisi tunao wajibu, lakini tunao haki ya kuhakikisha kwamba kile ambacho kuwa wananchi wanakihitaji kweli ndicho kitu ambacho kinaenda kufanyika. Mheshimiwa wajumbe, kikao hiki ni kikao maalum ambacho kitatoa fursa kwa halmashauri yetu kuweza kufanya matumizi mbalimbali katika mwaka wa fedha ambao kwa tutauanza mwezi wa 7 tarehe 1 hapo baadaye kutoka leo. Kikao chetu hiki kitatoa fursa pia kutekelezwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, ikiwemo miradi ya mikakati ambao tunatakiwa kuifanya ndani ya wilaya ya Micheweni. Kama hivyo ndivyo basi tuseme kwamba kikao hiki cha leo ni kikao muhimu sana. Ni kikao muhimu kwa sababu kama kisipofanyika, maana yake kutapelekea halmashauri yetu ya wilaya ya Micheweni kutoweza kufanya majukumu yake ipasavyo.